Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendo katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo imempendeza Mungu tuweze kujifunza jambo moja zuri kutoka kwenye ndoto. Na jambo hili linaitwa chanzo cha ndoto. Leo tunajifunza kuhusu chanzo cha ndoto. Source of dreams. Kwa nini unaota ndoto? Kwa nini unaota ndoto? Au ndoto zinatoka wapi? Amina. Huwezi kujua tafsiri ya ndoto bila kujua chanzo chake. Huwezi kujua maana ya ndoto bila kujua chanzo chake. Kwa nini umeota? Kwa nini umeota? Wapendwa katika Bwana, bila kupoteza wakati, kwa majina yangu naitwa Brian Frenki. Napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel. Tuiamini injili wakati umekwisha. Hizi nyakati ni za mwisho. Tuiamini injili wakati umekwisha. Na somo hili nimelileta baada ya kuwa na maswali mengi sana, watu kuuliza ndoto, nimeota ndoto hii, nimeota ndoto hii, nimeota ndoto hii. Nikasema, je, unajua kwa nini unaota hiyo ndoto? Watu wengi hawajui chanzo cha ndoto. Kwa nini unaota ndoto? Amina. Basi na neema ya Mungu itufunike, na kadri ya Mungu atakavyotujalia tuweze kujifunza somo hili bila kupoteza wakati, twende tukajifunze. Kwanza tujue maana ya ndoto. Maana ya ndoto ni nini? Ndoto ni mfululizo wa picha, taswira au mawazo au hisia ambazo mwanadamu anazokuwa nazo akilini mwake kwa hatua fulani ya usingizi ambapo anakuwa amepitia au anakuwa ameingia. Hizo picha hizo zinakuja au mawazo hayo yanakuja. Je, mawazo hayo yanakuwa na maana gani? Amina. Kibiblia, ndoto ni taarifa au ujumbe unaowasilishwa kwa mwanadamu, na ujumbe huo unaweza kuwa mzuri au mbaya, mwema au mzuri. Mpendwa katika Bwana, mahali hapo nataka nipazungumze kidogo. Mwema au mzuri. Ninachomaanisha mwema au mzuri, mpendwa katika Bwana, moyo wako wewe, amina, moyo wako wewe unakuwa upo katika hali gani? Unapopokea ndoto mbaya unajisikiaje? Unapopokea ndoto nzuri unajisikiaje? Mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie usiogope, kwa kuwa ni taarifa. Taarifa inapokuja mbaya au nzuri, chukua hatua. Amina. Inaweza ikaja taarifa nzuri, usipochukua hatua itakuwa mbaya. Inaweza ikaja taarifa mbaya ukachukua hatua ikawa nzuri. Amina. Kwa hiyo mpendwa katika Bwana, ndoto ni taarifa au ujumbe. Ukisoma ile Ayubu 33, amina. Ayubu 33 ule mstari wa 14 mpaka 16, amina. Anasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio yao na kuyatia muhuri mafundisho yao. Mungu hunena mara moja au mara ya pili ikiwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono, usingizi uajiliapo watu wakati wa usiku. Kwa huwa ni taarifa, ambapo ndoto huwa ni taarifa ambayo inapitia kupitia Mungu, anafunua masikio ya watu, anawasemesha siri zake au ajabu zake. Amina. Ukisoma pia hiyo Ayubu 4 mstari wa 12 13, amina. Anasema, basi nililetewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manong'ono yake, katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Ni taarifa kama nilivyosema. Katika usingizi mzito anasema nilinong'onezwa, nilisikia, sikio langu lilisikia sauti ikanong'onezwa manong'ono katika usingizi mzito uwajiapo wanadamu. Amen. Mpendwa katika Bwana, hivyo ndoto huwa ni taarifa. Taarifa hii wapendwa katika Bwana ipo katika mfumo wa nini? Mfumo wa roho. Amina. Upo katika mfumo wa roho. Wapendwa katika Bwana, ukisha kuwa umemwamini Mungu, hata wewe ambaye hujamwamini Mungu, ukisha kuwa katika hali ya kuoteshwa kitu, ya kuota ndoto, huwa ni katika mfumo wa roho. Na hiyo hali ipo hata katika maisha ya kawaida haya ya mchana. Amina. Hata katika maisha ya mchana. Hatukusoma katika Mathayo 5 katika mahubiri ya mlimani ya Yesu Kristo, wakati anafundisha pwani ya Galilaya pale, aliongea mambo hayo, akasema imeandikwa kwamba usizini, lakini nawaambieni mtu yote amtazame mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Kuna jambo ambalo linaanzia pale. Amina. Kuna jambo linaanzia lipo rohoni. Kwa kuzini kupo rohoni, kuua kupo rohoni. Amuonaye rafiki yake hasira amekwisha kumuua. Kwa kuna kitu ambacho kinaanzia cha kwanza, wapendwa katika Bwana. Ndio hicho ambacho huwa kinadharisha ndoto. Na kitu hichi ni kitu kimoja tu, ni mawazo, wapendwa katika Bwana. Ni jambo la pekee. Hakuna chanzo kingine cha ndoto. Hakuna kitu kingine cha ndoto ambacho Mungu husema na Mungu au ndoto huingia kwa mwanadamu. Amina. Ndoto huja kwa mwanadamu kupitia mawazo. Ni njia ya pekee kabisa. Ni njia ya pekee sana. Amina. Kwa sababu gani? Kufanya jambo lolote lile huwa linaanzia kwenye mawazo, kwenye fikra. Unafikiri nini? Unawaza nini? Ndipo unaelekea kutenda. Ndipo unaenda kufanya. Amina. Ndipo unaenda kufanya. Mtu anasema namna gani jambo hilo? Ukisoma Mhubiri 5 mstari wa 3. Amina. Mhubiri 5 mstari wa 3. Anasema, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno yake. Anasema
Sauti ya mpumbavu utaijuaje? Kwa wingi wa maneno yake. Lakini pia ndoto huja kwa sababu ya wingi wa shughuli. Kwa sababu wapendwa katika Bwana, tunakuwa na vitu, tunawaza mambo mengi, tunawaza yale mambo mengi. Kuna mengine hata uyakumbuki uliowaza asubuhi mpaka kufika wakati huu. Kuna mengine uyakumbuki uliowaza jana kufika leo. Kwa hiyo kwa wingi wa mawazo na shughuli, haijalishi unawaza siku gani, lakini kwa namna ambavyo unavyowaza, kwa namna ambavyo unawaza, Mungu huingiza Mungu, ndipo ndoto huja. Amina. Ndipo uweza kuota ndoto. Amina. Ndipo uweza kuota ndoto. Na sehemu hizi kuna milango miwili hufunguliwa katika ndoto, wapendwa katika Bwana. Milango hii ni milango miwili, nuru au giza. Kama ilivyo kwenye mawazo wakati wa mchana, vile vile nuru au giza. Utakapokuwa unawaza vema, utafungua mambo mema. Utakapokuwa unawaza vibaya, utafungua mambo mabaya. Lakini wapendwa katika Bwana, nataka nikwambie jambo moja. Katika shughuli zako, katika mawazo yako ambayo unawaza, yamkini unaweza kuwa umewaza mambo mazuri, likaja jambo baya. Haimaanishi kwamba lile jambo baya limekuja, ni fundisho linakuja pale. Kuna namna Mungu anataka kufundisha, kwa sababu kuna ndoto zingine hatujiotei sisi wenyewe, tunaotea watu wengine, tunaotea vitu vingine. Mungu anatusemesha kwa ajili ya vitu vingine au watu wengine, au ibilisi anaingia kwa ajili ya vitu vingine. Kwa sisi tunachotakiwa ni kwamba tuwe tayari. Sasa mpendwa katika Bwana, kitu ambacho ninachokisema ni hichi: usiwaze mambo ya ujinga, usiwaze vitu vibaya, usiwaze mambo mabaya. Ukishakuwa uliyempokea Yesu Kristo, waza mema, waza mambo mazuri. Utaona ndoto zako zinavyokuwa. Ndoto huwa zinabadilika kabisa. Zinabadilika kwa sababu gani? Ndivyo utakavyokuwa hata usiku ukishalala. Ukiwa unawaza mabaya, hata usiku utakuwa umekaa katika hali ya kuwaza mabaya. Lakini ukiwa unawaza mambo mazuri, maana hata usiku wako utakavyokuwa umelala, taarifa, ubongo wako au fikra yako inakuwa ipo katika hali gani? Ulikuwa unafikiri nini? Unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini? Kwa ule uwazaji wako ndio unafanya kitu kitokee. Wengi akishatoka kuota ndoto inatisha, anakimbilia moja kwa moja kuomba. Mpendwa katika Bwana, usikimbilie moja kwa moja kuomba. Ukisoma hii Mhubiri hii 5, ukianzia mstari wa 2 pale, amina, anasema kwamba usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka unena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa maana hiyo maneno yako na yawe machache. Usiwe na haraka moyo wako kuongea kitu ambacho tafakari kwanza. Mpendwa katika Bwana, mahusiano yako wewe na Mungu ndio yanayosababisha ndoto yako itokee. Una uhusiano gani wewe na Mungu? Wewe una uhusiano gani na Mungu? Yale mahusiano ambayo yapo kati yako wewe na Mungu yanasababisha ndoto zako zitokee. Ninachomaanisha, itaweza ikaja ndoto mbaya, inaweza ikaja ndoto nzuri. Amina. Kwa itakapokuja ndoto nzuri, angalia mahusiano yako wewe na Mungu ni mahusiano gani. Ukiona unaota uasherati, angalia mahusiano yako wewe na Mungu ni nini. Ndipo ukaombe ili ujue utaomba nini, ili ujue utasema nini. Mpendwa katika Bwana, Mungu asikilize maombi ya wapumbavu. Mungu anasikiliza maombi yenye tamaa, asikilize maombi yenye watu wenye anasikiliza mambo ya watu wenye akili. Wanachokiomba ni mapenzi ya Mungu, kinamaanisha umeelewa unachokiomba. Kwa nini unaomba? Lazima ujue kwa nini unaomba. Amina. Lazima ujue kwa nini unaomba. Kwa nini nasema jambo hilo kwamba ndoto ni mawazo? Nataka nikupe mifano miwili. Mfano wa kwanza katika kitabu cha Danieli 2 mstari wa 29 na ule wa 30. Amina. Jambo hili lilitokea ni baada ya mfalme Nebukadreza kuota ndoto. Amina. Baada ya mfalme Nebukadreza kuota ndoto. Mfalme Nebukadneza alivyoota ile ndoto yake, na akawaambia waganga na wakuu wakanga na wanafunguzi wa ndoto na watabiri wa nyota na nini wa Babeli, akawaambia nitafsirieni maana ya ndoto hii. Wale watu wakasema, mfalme, tuambie umeota ndoto gani? Akasema, natakiwa mniambie kwanza nimeota nini, lakini pia mnitafsirie maana yake ya ndoto nini. Wapendwa katika Bwana, kwanza nimeota nini na nitafsirie maana yake ya ndoto. Tazama, akaja mtu mwenye hekima kuliko watu wote duniani walio hai. Amina. Daniel akabidi ajinyenyekeshe mbele za Bwana na kumwomba Mungu ampatie maana ya tafsiri ya ndoto ambayo ameota mfalme. Amina. Baada ya kupewa maana kwa nini ameota na maana yake ni nini. Amina. Danieli alianza kujibu kitu cha kwanza ni chanzo cha ndoto. Kwa nini mfalme ameota ndoto? Amina. Kwa nini mfalme ameota ndoto? Mpendwa katika Bwana, anasema ndoto yako na njozi yako, naanzia ndoto yako 29:30. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. 29. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako. Mawazo yako yaliingia moyoni mwako. Ulikuwa unawaza yale mawazo ukaweka ndani ya moyo. Amina. Kitandani pako ya mambo yatakayokuwako halafu. Amina. Kitu cha kwanza, Nebukadneza alikuwa kumbe anawaza katika ufalme huu. Amina. Mwisho wake utakuwa nini? Mwisho wake utakuwa nini katika ufalme huu? Utakuwa na mwisho gani? Mungu akatumia njia ile ile ambayo Nebukadneza alikuwa anawaza kwamba kuhusu ufalme wake, akamfunulia mambo mbali zaidi juu ya mwisho wa dunia, akamfunulia vitu vikubwa zaidi, kwa sababu ndio mtu pekee katika watu wote, amina, alikuwa anawaza jambo hilo.
na hilo jambo akaliweka ndani ya moyo wake. Kwa hiyo chanzo cha ndoto ni mawazo, mpendwa. Ndio mawazo yake akajibu chanzo. Kwa nini kwanza ameota ndoto hiyo? Danieli ndicho ambacho Danieli anakuja anakisema. Mungu alimwambia, kwa nini kwanza umeota ndoto? Kwa sababu ulikuwa unawaza. Kwa kuwaza kwako ndipo mimi nimeingiza maneno yangu. Mpendwa, nimezungumza kwamba unaweza kuwa unafanya shughuli mbalimbali, yamkini ukawaza mambo mengi katika kutenda. Huwa tunawaza vitu vingi katika unafanya kazi, unawaza vingi. Ndio maana nikasema unapokuwa unafanya kazi zako, unafanya majukumu yako, unaimba, jukumu lote unalofanya, usije ukamwacha Mungu katika kazi yako. Muda wote uwe unafanya vitu kwa usafi na kwa utakatifu. Amina. Kwa sababu usiseme eti nipo mazingira ya kazi nifanye vitu kwa njia nyingine, afu kwa wakati huu Mungu hayupo. Mpaka Mungu niende mpaka kanisani au niende wapi ndio nikae katika uwepo. Nikutane na mtumishi ndio nikae katika uwepo. Mpendwa, usifanye hivyo. Kaa katika uwepo siku zote. Upo kazini kwako, kazi yako hiyo katika uwepo. Ndio maana mimi wanakubali kitu kimoja. Ukiwa katika roho muda wote, utakuwa unavienda vitu hivyo katika roho. Upo kazini, upo katika roho. Kazi yako ipo katika roho. Hutatukana, hutafanya mambo mabaya. Kwa mawazo yako yote yatakuwa ni mawazo mazuri. Katika mawazo yale mazuri, hata usiku utakapolala, Mungu ndoto zitakazokuja usiku ni ndoto ambazo zitakuwa ni ndoto ambazo zinahusu, amina, uzuri na utakatifu. Lakini pia hata zikija ndoto mbaya, hautakuwa na wasiwasi, kwa sababu unajua mahusiano yako na Mungu ni mahusiano mazuri. Amina. Anakuja anasema, wewe mfalme, mawazo yako aliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo atakayo kwako. Mfalme Nebukadneza alikuwa anajiuliza, kutakuwa na mambo gani baada ya hapa katika ufalme wangu? Nini kutakuwa na mambo gani? Alikuwa anajiuliza hayo mawazo yake. Baada ya mawazo yake anasema hivi, yeye afunuaye siri amekujulisha mambo atakayokuwa. Yeye afunuaye siri amekujulisha mambo atakayokuwa. Aliwaza Nebukadneza juu ya namna gani mambo atakayokuwa. Mungu akamfunulia mambo atakayokuwa. Anasema Danieli 30, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai. Danieli alikuwa ni mtu mwenye hekima kuliko watu walio hai kwa wakati wake. Anasema nilikuwa mtu mwenye hekima kuliko watu, lakini mimi sikufunuliwa jambo hili. Ulifunuliwa Nebukadneza. Kwa sababu gani alifunuliwa Nebukadneza? Kwa sababu ya mawazo yake, alikuwa anawaza juu ya jambo hilo. Mimi Danieli sikuwa nawaza jambo hilo. Yamkini nilikuwa nawaza mambo mengine, lakini wewe Nebukadneza ulifunuliwa kwa sababu ulikuwa unawaza ile jambo. Mungu akakufunulia ile siri juu ya jambo ambalo ulikuwa unaliwaza. Katika ndoto akakuotesha ndoto juu ya ndoto ambayo umeota. Na ndoto mfalme uliyoota akamwambia ndoto yake, umeota sanamu ipo 1 2 3 4 5. Ili jambo hili tutakuja tutaliongea kwa wakati mwingine kuhusu hii ndoto ya Nebukadneza. Amina. Anasema bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri. Amina. Bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Upate kujua mawazo ya moyo wako. Ulichokuwa unakiwaza Mungu akakujulisha katika ndoto. Kwa ndoto ni taarifa. Mungu akatumia mawazo ya Nebukadneza kumpatia taarifa, kumuotesha ndoto, kumpatia taarifa yatakavyokuwa, mawazo yake yatakavyokuwa, itakuwaje juu ya mawazo yake ambayo anawaza. Mpendo katika Bwana, unavyowaza uasherati, unavyowaza uzinzi, unawaza vipi, Mungu atakuletea taarifa. Mungu atakuletea taarifa kwamba yamkini uache dhambi, yamkini uende katika njia hii, urekebishe mambo yako hayo. Amina. Kuna mtu akaniuliza akasema, sasa kwa mfano mimi labda nimeota na kabwa na nimeota hivi vitu vinatokeaje? Nikamwambia unaota kwa sababu gani? Lakini pia uhusiano wako wewe na Mungu upoje? Lazima hicho kitu ndio kitu cha msingi cha kwanza. Uhusiano wako na Mungu upoje? Kwa nini umeota unakabwa? Lazima tuanze kuangalia kwanza uhusiano wewe na Mungu. Umefanya makosa, umeenda katika njia, ndio maana unafanya hivyo vitu. Kwa hiyo huwa ni taarifa. Hiyo taarifa rekebisha, na maanisha tengeneza hiyo njia. Amina. Sasa shetani, tazama shetani anapokuwa anaingiza mambo yake katika ndoto. Shetani anafanya hivi. Umegombana na mtu, hujaungama, hujatubu, hujaomba msamaha mbele ya yule mtu, wala yeye hajakuomba msamaha, umeenda kulala katika hali hiyo. Shetani anaingiza chuki, anapanda chuki, atakuja kwa mfumo wa yule mtu. Wewe utajua ni yule mtu kwa sababu ya chuki ambayo ulionayo ndani yako. Atakuja, ameshaona moyo wako una chuki, ndio ameshaona huyu mtu amekasirika, umetukanana na huyu mtu, sawa. Usiku unapolala anakuja kwa mfano wa yule mtu, kwa sura ya yule mtu. Unapokuwa na ule utisho, we unakuta umekemea kabisa, na nguvu umeona kabisa imekuja, ukakemea kwa jina Yesu, ushinde, ukakemea. Unaona kabisa umeshika na Biblia, umeona kabisa umepiga magoti, umefanya ibada ya maana. Yule mtu akaondoka, akapigwa kabisa, na asubuhi yake unavyoamka ukakutana na yule mtu, kwa sababu alikuwa mmechukizana, amenuna, akapita pembeni yako, akaondoka. Nawe kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu, kutokujiuliza kwanza, kwa nini nimeota ndoto hii? Kwa nini nimeota huyu mtu? Uhusiano wangu na huyu mtu upoje? Unaenda moja kwa moja kusema huyu mtu ni mchawi. Mpendwa katika Bwana, shetani anakutengenezea chuki. Shetani kazi yake ni mtu wa hila. Lazima tuwe wajanja. Lazima tuwe tunajua kabisa sisi ni wajanja katika Kristo. Lazima tujue mawazo yetu, tunawaza nini. Yale mawazo yako ndio utafsiri katika ndoto yako. Waza kwamba kwa nini naota ndoto hii? Uhusiano wangu mimi na Mungu ukoje? Kwa nini naota nazini?
Na mimi uhusiano wangu na Mungu upoje? Mbona nipo katika hii? Je, kuna maana gani ipo katika kuzini? Amina. Ndipo utakapogundua maana ya ndoto ipo ni nini. Anamaanisha nini katika ndoto yako? Amina. Mimi kwa mfano nimeota ndoto. Nilikuwa na mawazo yangu, naomba Mungu anifundishe jambo fulani. Nikaota niko shuleni, nimeota jambo baya. Anataka anifundishe, ananifundisha kuhusu hii ndoto yangu inaota kumbe Mungu yupo katika, nikae katika utulivu kwa kuwa Mungu ameamua kunifundisha, nitakiwa nisikilize. Amina. Kwa hiyo mpendo katika Bwana, sio kila ndoto ambayo unaota sijui unang'atwa na nyoka, unaruka nyoka, umekutana na nyoka, umefanya vitu na nyoka, unang'atwa na nyoka, unaanza kuingia kwenye hofu na mashaka, unakimbilia kuomba, unaomba vitu ambavyo hata havifai. Jua kwamba kabisa, kwanza anza kuuliza kwanza uhusiano wako na Mungu. Ulikuwa unawaza nini? Mawazo yako na Mungu yapoje? Uhusiano wako na Mungu upoje? Ndipo uende kuomba. Amina. Ndipo uende kuomba. Tunamkumbuka Yusufu katika Mathayo 1:19-20. Amina. Anasema Mathayo 1:19-20. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Nani aliazimu kumwacha Mariamu kwa siri? Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Alipokuwa akiyafikiri yale mawazo, alipokuwa akifikiri namna ya kumwacha Mariamu, ndipo malaika wa Bwana, ndipo Mungu akamletea taarifa kwamba Yusufu, usimwache Mariamu. Huyu mtu amepata mimba kwa uwezo, huyu mtu hajachepuka, huyu mtu hana vitu vingi, amepata taarifa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Yusufu tayari alikuwa ameazimu kumwacha, akutaka kumwacha, ataka amwache kwa siri, akutaka kumwaibisha, ili amwache kwa siri. Ila yeye maana yake, mawazo yake alikuwa anawaza, anasema huyu mtu itakuwa yamkini ameshaingia kumbe na mwanaume mwingine, au ana tabia fulani, ila kutaka kumwaibisha yeye kwamba aonesha amemwacha. Lakini ile njia ambayo alikuwa anaiwaza Yusufu, kitendo kile pale Mungu akamletea taarifa kwa Yusufu, jambo hili unataka kulifanya, ailishe. Huyu mtu amepata hii mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Anamwambia, maana mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu, mchukue, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yuko safi huyo, mchukue kuwa mkeo, yuko safi. Amina. Kwa mpendo katika Bwana, ndoto yako huja kwa sababu ya mawazo yako, unachokiwaza. Ndipo Mungu hupitisha taarifa, ndipo pia Mungu hupitisha taarifa kwa sababu ya namna ambavyo ulivyoishi, kwa sababu ya namna ambavyo unavyofikiri, kwa sababu ya namna ambavyo unavyoenenda, ndivyo taarifa, ndivyo ndoto zako zitakuwa. Kwa sababu ya shughuli zako nyingi, kwa sababu ya tafakari nyingi, ndipo ndoto inapokuja. Ndipo taarifa itakapopita hapo. Amina. Kama taarifa itakapopita hapo, basi mpendo katika Bwana, tafakari kabla ya kuingia kuomba. Please, mpendo katika Bwana, na kusii pia, tafakari kabla ya kwenda kuomba. Utaelewa maana ya ndoto, utaelewa tafsiri kweli maana ya ndoto ni nini. Amina. Ndipo utakavyoilinda, utakavyokaa kwa kutumaini katika ndoto ile. Baada ya Yusufu kuelewa maana ya ndoto, hakukubali hata mke wa Potifa aweze kumshawishi, kwa sababu ameshaelewa utukufu ulioko. Alivyoelewa maana ya ndoto, hakukubali. Alikubali hata kwenda gerezani kwa ajili ya kulinda tu ule utukufu, kuto kujitia unajisi. Usiwe na haraka. Anasema hivi Mhubiri 5:2, wala moyo wako usiwe na haraka kwenda kumwombea, kwenda kuomba mbele za Mungu, kwa sababu Mungu yuko juu sana. Tafakari kwanza kabla ya kwenda kuomba. Unachokiomba ni sahihi, unachokiomba ni sahihi. Usije unaomba unapoteza muda wako tu. Amina. Basi mpendo katika Bwana, natumaini video hii imekuwa baraka kwako, na kama una swali lolote unaweza ukashusha comment yako hapo kwenye video chini, au ukapiga kwenye hizo simu hapo juu. Lakini pia na tutaendelea somo hili mbele. Amina. Tutaendelea na somo hili, halijaishia hapa, bado ni somo refu kidogo. Tutaendelea kwa vipengele ambavyo vinafuata, na neema ya Mungu na wokovu wa Mungu uendelee kutufunika katika utukufu na nguvu zake. Niwatakie siku njema. Shalom, shalom.